بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Leo kwa idhini Allah subhanahu wa ta'ala tumekutana tena baada ya kuwa tumekianza kitabu hiki Riyadhus Salihin cha al-Hafidh al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala. Tulipokuwa tumesoma mukaddima na tukawa tumepumzika kwa sababu ya kupisha yale ambayo yalipita tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka huu 2025, katika zile fujo ambazo kila mmoja alizishuhudia, ambazo zilisababisha baadhi ya watu kukatwa vidole na wale ambao walikuwa wamejitokeza kufanya hizo fujo. Lakini si hivyo tu, wengine ambao mali zao ziliibiwa. Kuna watu ambao maduka yao yalivunjwa, ambao wengine walikuwa ni wajasiriamali au wengine kidogo washajipata. Maduka yalivunjwa, kama yalikuwa ni maduka ya vyakula vikabebwa, kama yalikuwa ni maduka ya vinywaji vikachukuliwa vikanywewa. Wengine walikuwa na maduka ya gesi, ile mitungi ya gesi ikaibiwa, na wengine walikuwa na maduka ya simu au makasha yake wa ila dhalika. Kwa hiyo ni maafa makubwa ambayo yalitokea, ambapo wale waliokuwa wanafanya fujo wakiweza kuiba kile cha kuweza kukibeba walikuwa nakibeba, na wakishindwa kubeba basi walikuwa wanachoma moto. Vituo vya sheri vilichoma moto, baadhi ya sheri na mabasi na magari ya watu ambayo yalikuwa yamepaki katika masheri hayo, ima magari makubwa kama maroli au mafuso, makenta na magari madogo madogo, yote yalichomwa moto. Lakini pia kuweza kuwalazimisha baadhi ya watu ambao hawakutaka kushiriki katika hiyo fujo kama na wao lazima washiriki. Kuvunjiwa nyumba, mtu anafatwa kwamba lazima ushiriki, akigoma wanampiga. Wapo watu ambao walikutwa barabarani ambao walipigwa kwa sababu ya kutoshiriki, na wengine walikutwa majumbani wakaondolewa kwamba lazima na wao washiriki. Kwa hiyo ilikuwa ni kulazimishwa na kuibiwa na kuporwa. Kwa hiyo mali za serikali ziliharibika, kama vile vituo vya mabasi vya mwendokasi na baadhi ya vituo vya kuzalisha maji au kukusanya maji kama vile zile idara za maji ziliharibiwa, kama kule Tabata kule watu walikwenda wakaharibu wakaweka moto. Lakini si hivyo tu, miundombinu ya umma ya serikali ambayo inahusikana na watu wote, na vile vile yale mambo ambayo yanahusiana na mtu mmoja mmoja, mpaka baadhi ya watu ambao wana viduka vidogo vile vinavyouzwa maji vilikuwa vinabomolewa vile viduka, mlango unavunjwa, watu wanachukua yale maji. Kuna ustadhi ndugu yetu ambaye anauza dawa, hizi dawa za kisunna, naye anasema kwamba dawa zake zilichukuliwa na nyingine zikabakishwa. Kwa hiyo watu wengi walipata madhara, illa man rahimahullah, isipokuwa wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala aliwarehemu. Kwa madhara yakampatikana makubwa na haki zikakosekana.
kwa sababu kipindi hicho wale walileta uvunjifu fulani wa amani. Wafanya biashara walishindwa kwenda kufanya biashara, haki yao ikakosekana ya kwenda kufanya biashara. Wanunuaji walishindwa kwenda kununua kwa sababu haki yao ya kwenda kununua ilikosekana kwa sababu ya kukosa amani kwa wakati huo. Lakini si hivyo tu, watoto wa shule walishindwa kwenda mashuleni kupata haki yao ya kusoma, na walimu walikosa haki yao ya kwenda kusomesha kwa sababu ya yale yaliyojitokeza. Lakini si hivyo tu, wakulima walishindwa kwenda kulima kwa sababu ya ile hali iliyojitokeza. Lakini si hivyo tu, yani mambo mengi, mpaka kusaidiana watu wao kwa wao walishindwa kusaidiana. Yani kwa mfano, wewe una chakula nyumbani na mwingine hana chakula, unakosa namna ya kumpelekea chakula yule ambaye hana, kwa sababu unaogopa utapita wapi kumpelekea hicho chakula. Wapo watu ambao waliwapigia ndugu zao simu kwamba mimi nimeishiwa, watoto wamelala njaa, kile chakula ambacho kilikuwa ndani kishaisha. Kwa hiyo mtu hawezi kumpelekea chakula na hana uwezo kama ana hela kumtumia, kwa sababu hela inahitajika sasa uende kwa wakala ukaitume. Huo uwezekano ulikuwa hakuna kwa sababu ya zile fujo na vurugu ambazo zilitokea kwa wale ambao walikuwa wamejitokeza kufanya fujo. Kwa hiyo kabla ya hapo, kabla ya tarehe 29 mwezi wa 10 2025, tulikuwa tunatoa mifano ya masiri ya amani katika nchi nyingine. Tunasema kwa jamani, tuwaidhike na tupate mazingatio kupitia sehemu nyingine ambazo walikuwa na amani kavunjika, kama vile Algeria, Libya, Kongo na maeneo mengine. Tulikuwa tunasema kwamba tupate mfano, tuwaidhike na tuzingatie kupitia maeneo hayo. Lakini kwa sasa haya mambo tumeyaona sisi wenyewe. Tumeona sisi wenyewe kwamba amani ina umuhimu mkubwa. Kweli tuna mahitaji mengi ambayo tunahitajia ya muda mrefu, lakini hayo mambo tuendelee kuyaomba na kuyatafuta tukiwa ndani ya amani. Na wasihi wa Tanzania wote kwamba tusikubali wa Tanzania kuivunja amani sisi wenyewe kupitia mikono yetu. Tusikubali kupitia uchochezi wa watu ambao wako nje ya nchi, ambao watatazama TV au watatazama kupitia simu zao hali ya kuwa tunauana sisi kwa sisi, au vita ya sisi kwa sisi, ambao wao hawatopata madhara yoyote. Hili swala tushaliona na lishatugusa, tumeliona. Bei zilipanda kwa ghafla huko kwetu Uswahilini. Huko mchicha watu tunanunua shilingi 300, 400, 500, lakini ghafla tu mchicha shilingi 1000. Ghafla tu mchicha shilingi 1000, shekhi wangu. Matembele shilingi 1000. Unga ulipanda kwa muda mchache. Mafuta nyanya moja shilingi 300. Nyanya tunainunua shilingi 100 mpaka shilingi 50. Ukienda kununua nyanya za shilingi 3000 ni rundiko la nyanya. Lakini kwa ghafla tu kila kitu kilipanda bei, mpaka watu wakosa haki zao za kupata vitu kwa bei rahisi, kwa sababu ya ile tishio la kuvunjika amani kwa ule muda ambao yani amani ilikaribia kuondoka katika nchi yetu. Kwa hiyo namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kisha nalishukuru jeshi la polisi na vyombo vyote vya usalama kwa zile hatua ambazo walichukua juu ya kuweza kuzima na kustopisha yale ambayo yalikuwa yanaendelea. Lau kama sio Allah subhanahu wa ta'ala, kisha sio ule umahiri ambao waliutumia wanaolinda usalama wa nafsi za Watanzania na mali zao, lau kama sio hivyo, basi mali za watu nyingi zingeharibika. Leo hii najiuliza, kwa mfano mathala machinga kule Kariakoo, machinga Kariakoo, utakuta kwamba wamepanga kwenye meza
akija kuondoka jioni, si kwamba ile meza kuna sehemu fulani labda kuna holi wanafungia ndani, hapana. Akishafunga pale na kamba zile, anaondoka nyumbani. Kwa hiyo hakuna nani, hakuna chochote kile. Kwa hiyo walipoambiwa kwamba basi hakuna watu kutoka, watu mali zao zipo tu, wanaolinda walikuwa ni akina nani? Walikuwa ni polisi, walikuwa ni wanajeshi, vile vyombo vya kulinda amani ya hapa Tanzania, walinda wananchi na kulinda mali zao. Kwa hiyo vitu vyao vimebaki salama, wamevikuta viko salama kwa upande wa Kariakoo na maeneo mengine. Lakini katika maeneo mengine ambayo zilitokea fujo kwa mapema, vile vitu viliharibiwa, watu wamepata hasara. Watu wamepata hasara za mabilioni, wamepata hasara za mamilioni. Kuna watu wamefilisika sheikh. Kuna watu inawezekana wamekufa kwa sababu ya pressure. Kwa hiyo kikubwa ninachowasihi wa Tanzania wote kwa ujumla, kwa matabaka yetu na kwa imani zetu, kwamba Tanzania ndiyo nyumba yetu ya kuishi. Kwa hii nyumba tuilinde, haki ambazo tunazitaka tutafute namna nzuri ya kuweza kuzidai haki, hali ya kuwa amani ni yenye kubakia. Kwa sababu lau kama haya mambo yangeendelea, basi hali ingekuwa ni mbaya sana. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala mwingi wa rehema, kisha vyombo vya kulinda amani na usalama vikawa vimesimama kidete na kuweza kuzuia yakawa haya mambo ya fujo na uasi ambao ungejitokeza ukawa umezuilika, na walilahi alhamdu mpaka sasa hivi tupo ndani ya amani yetu ambao tuko nayo. Kwa hiyo ni wahusie kwamba Watanzania tena kwa mara nyingine kwamba sote tuna uwajibu wa kuhimizana juu ya kuilinda amani ya nchi yetu. Kuna watu ambao wanaihusudu nchi yetu. Wewe leo hii kwa mfano, kuna mtu yuko katika nchi jirani anakuhimiza utoke au uivunje amani ya nyumba ya Tanzania yako, ya nchi yako, lakini ukikimbilia kwake hawezi kukupokea. Nchi nyingi ambazo ni jirani ya Tanzania hazina maandalizi na wala hazina moyo wa kuweza kuwapokea Watanzania na wakaishi vizuri. Haya mambo ya kupokea wageni na kuwakirimu, haya ni mambo ambayo walilahi alhamdu yako Tanzania. Na wengine pia wanakuwa wanachochea kwa sababu ya wivu wa kimaendeleo na ule mfumuko wa uchumi ambao unatokea hapa Tanzania. Na wengine wanakuwa wanaichochea nchi yetu ya Tanzania kwa maana kwa sababu wao ndiyo tabia yao. Yaani kuna watu hapa duniani wao wamejiweka, wanaziombea sana nchi za Afrika wawe maskini, ili mkiwa maskini basi wao watakuja kukusaidieni chakula, wa kuandikisheni mikataba ambayo ni mikataba ya dhulma. Zile rasilimali zenu zile watazichukua. Kwa nini mshakuwa maskini nyinyi hamjiwezi? Wapo wanataka muingie katika vita ili wao wauzie silaha. Wanataka muingie katika vita wauzieni silaha. Kwa hiyo hawatakieni mambo ambayo ni mazuri. Lazima nyie mtazame wa Tanzania wenyewe kwa wenyewe, tazameni mustakbali wa nchi yenu, kwamba hii nchi inaenda wapi na inaelekea wapi. Sote tuna uwajibu wa kuilinda Tanzania yetu na kulinda rasilimali za nchi yetu na kuwekana sawa pale ambapo tunapokuwa tumekosea. Hakuna mkamilifu isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, ndiye ambaye ni mkamilifu. Lakini kama binadamu lazima tunakuwa na makosa. Tusahihishane, tuzitafute haki ambazo tunazitaka, lakini bila ya kuivunja amani ya Tanzania yetu. Hayo nimeona kwamba niyaseme kwa sababu ni mambo ambayo yani yana mchango mkubwa wa kwamba darasa ziliweza kustopu. Tulishindwa kusali salatul jamaa msikitini, tukawa tunasalia nyumbani, kila mmoja anaogopa kuja msikitini. Swala ya Ijumaa ilipita, hatukuweza kusalia msikitini.
mambo mengi katika haki. Naona kuna haki nyingi zilishindikana. Naona siko sisi waislamu peke yake ambao tulishindwa kusalia masjid, hata pia wakristo walishindwa kwenda kanisani Jumamosi na Jumapili. Kwa nini? Kwa sababu hiyo, kwa maana bado amani inafungamana, yani ni msingi wa kuzalisha mambo mengi ya khairi katika mambo ya ibada, mambo ya kuuza na kununua, kulima, kwenda shule kusomesha na kusoma. Mambo mbalimbali yanapatikana ikiwa amani ipo, lakini kama amani hakuna inakuwa ni shida. Kwa hiyo Watanzania, wake kwa waume, watoto, vijana, lazima kila mmoja tuilinde amani ya Tanzania yetu. Yale yaliyopita tumuombe Allah msamaha, tumekosea, tumuombe msamaha Allah subhanahu wa ta'ala, tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna linaloshindikana mbele ya dua, hakuna linaloshindikana mbele ya dua. Ukimuomba Allah subhanahu wa ta'ala lazima atakuitikia maombi yako. Kwa hiyo tukimuomba Allah amani idumu, itadumu. Tukimuomba Allah haki ambazo tunazitaka zitapatikana. Allah ashindi na chochote. Yeye mwenyewe ndiye ambaye amehaidi kwamba lau kama majini na watu watajikusanya katika uwanja mmoja, kila mmoja akaomba, Allah subhanahu wa ta'ala anasema nitampa kila mmoja alichokiomba na wala sitopungukiwa na kitu chochote. La yanqus mimma indi, hakuna chochote ambacho kitapungua. Kwa hiyo tumwombe Allah, yuko Allah subhanahu wa ta'ala, mambo yote ambayo tunaomba yatapatikana. Tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala, atatupatia. Lakini kuivunja amani, hakuna nchi ambayo imeivunja amani yake, au hakuna wananchi ambao wameivunja amani yao wakaipata kirahisi. Utasikia wamemaliza miaka 10 wanapigana, miaka 20, miaka kadha, mtu amefiwa na ndugu zake wengi, au yani familia nzima wote wamekufa, mali zimeondoka, mtu alikuwa ni tajiri anakuwa ni maskini. Kwa hiyo mambo yanakuwa ni shida. Kama wewe ni bodaboda, huwezi kwenda kuendesha bodaboda yako. Kama ni dereva bajaji, huwezi kuiendesha bajaji. Kama ni dereva taksi, huwezi kwenda. Daladala, huwezi kuendesha daladala yako wakati hakuna amani. Mfanyabiashara, huwezi kuuza wakati hakuna amani. Dhulma, watu watadhulumiana wao kwa wao, kama amani hakuna watadhulumiana. Mwenye nguvu atachukua kwa yule ambaye hana nguvu. Kwa hiyo matatizo yatakuwa ni mengi. Kwa kuna madhara makubwa na mengi kwa sababu ya kuivunja amani ya maeneo ambayo unaishi. Kwa kila mmoja, kwa mambo haya ambayo tumeyataja na mengineyo yaliyobakia, kama kila mmoja ana uwajibu wa kuilinda amani ya nchi yake. Kwa hiyo Watanzania tuilinde amani ya nchi yetu. Ya Rabbi, ya Allah, tunakuomba uilinde na uhifadhi amani ya Tanzania na uidumisha amani ya Tanzania. Hii ni Wajawema Online TV. Hapa ni elimu tu.